kujitambulisha. Majina yangu naitwa Deo Sukambi, ni mwanasaikolojia na ni mtaalamu wa masuala ya malezi na afya ya akili. Na nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wanawake wa mkoa wa Mara kwa namna mlivyopendeza sana. Naomba mgeukie jirani yako mwambie umependeza sana. Nina dakika 10 peke yake. Na ninaomba nizitumie dakika hizi 10 kukukumbusha mwanamke wa Mara kuhusu swala zima la malezi ya watoto. Ndio mada ambayo nimeombwa nizungumze mgeni rasmi. Tafiti zinaonyesha na saikolojia pia kwa ujumla inaonyesha mwanamke yoyote anapokuwa katika nyakati zake za mwisho za kuondoka duniani, anachojivunia kikubwa pamoja na mafanikio mengine yote aliyoyapata, lakini fahari yake kubwa huwa ni namna gani amesimama kwenye nafasi yake ya kuhakikisha familia yake iko salama, watoto wake wako salama na walilelewa vizuri na walikuwa vizuri. Kijana wa kiume ana mke mzuri, ana watoto wazuri, na mwanamke pia ana familia njema. Kwa hivyo pamoja na kwamba tumebarikiwa katika maeneo mengine mengi, lakini kwa dakika hizi chache naomba nikukumbushe mwanamke ya kwamba una wajibu mkubwa sana wa kuhakikisha unatusaidia kupata watoto, vijana na mabinti ambao wataleta ustawi mzuri katika familia, katika jamii na katika taifa. Nina uhakika Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alilelewa vizuri, ndio maana ameweza kusimama kwenye nafasi kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ninaomba nikwambie mambo matatu ambayo huwa yanaathiri sana uwezo wa mwanamke kulea watoto. Jambo la kwanza linaloathiri sana ni swala la mwanamke kutokumuelewa mwanaume au mlezi mwenzake. Utafiti unaonyesha kwamba wanawake wengi wanashindwa kutekeleza wajibu wao wa kulea kwa sababu wako bize wakikimbizana na mtoto wa mama mkwe ambaye alilelewa na mzazi wake akashindikana. Wewe uko bize unakimbizana naye na unashindwa kulea mtoto wako uliombeba mwenyewe. Mgeukie jirani yako mwambie achana na mtoto wa mama mkwe, lea mtoto wako. Mume wangu ananitesa sana, mume wangu ananinyanyasa sana, mume wangu anachelewa kurudi nyumbani, mume wangu ana wanawake wengine. Huyo mume wako alilelewa, wazazi wake walishamshindwa, serikali imeshamwacha, wakuu wa dini nao wamepambana naye wameshindwa. Wewe hutaweza lea mtoto wako. Usipokuwa makini utazeeka ukishuhudia mume umeshindwa kumbadilisha na watoto wako wameharibika kwa sababu ulikuwa bize kubadilisha mtoto wa mwanamke mwenzako. Mimi ni mtaalamu wa saikolojia ya wanaume na nimeandika kitabu kinaitwa Usichokijua Kuhusu Wanaume. Na sifa moja ya wanaume ni kwamba hawabadilishwaji mpaka waamue kubadilika. Uliye naye mfurahie kama alivyo, inatosha. Lea mtoto. Jambo la pili linalo
linaloathiri uwezo wa wanawake kulea watoto ni fikra ya kwamba faraja yako itapatikana kwa mtoto wako. Mtoto wako hana uwezo wa kuondoa msongo wa mawazo ulionao. Mtoto wako hana uwezo wa kuondoa huzuni ulionayo. Mtoto wako hana uwezo wa kuondoa uchungu ulionao. Na mtoto wako hawezi kutatua matatizo yaliyokushinda. Wanawake wengi mnashindwa kulea kwa sababu wengi wenu mmegeuka kuwa ni watoto wa watoto wenu. Watoto wenu wanabeba huzuni zenu kuliko vile ambavyo mlipaswa kuzibeba wenyewe. Nishakutana na wanawake kadhaa, ndugu mgeni anasema hivi, mimi na huzuni sana, ila pengine nikizaa mwanangu atanifariji. Mgeukie jirani yako mwambie ni uongo. Wewe mwenyewe umeshindwa kujibeba, alafu kuna sauti inakwambia ukizaa mtoto ukawa na kiumbe kingine eti utapata faraja. Matokeo yake mmejikuta watoto wenu wanashindwa kuwashirikisha mambo magumu wanayopitia, kwa sababu anaona huzuni zako, anaona stresi zako, anaona sonono yako, anayaona machozi yako. Ninaomba wanawake, ninajua mnapitia mambo mengi sana, lakini usimshirikishe mtoto wako matatizo yako. Miongoni mwa vitu vinavyoharibu sana watoto ni kuona mama analia, ni kuona baba na mama wanagombana nyumbani, ni kuona mama analalamika kwamba hana hela. Tunao wanawake hapa ni wapambanaji, ni kweli, lakini mnapowapeleka watoto shule nzuri, msiwakerisha kikao mkiwapiga semina ya masaa matatu kwa sababu mmetoa pesa zenu. Hamkutumwa na mtu kuwapeleka shule nzuri. Peleka mtoto wako shule nzuri, nyamaza kimya. Kuna wanawake wanawasema watoto nyinyi, wewe mtoto wangu angalia ninapoteseka, nafanya kazi sana, naumia sana, la 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 la. Jamani, ulitumwa? Wanawake, ulitumwa? Nauliza tena, ulitumwa? Ni vizuri ukaelewa. Naomba unisikilize mwanamke, na dakika chache. Ni vizuri ukaelewa, hakuna binadamu ambaye alikaimishwa na Mungu uwezo wa kukupa amani na furaha. Amani na furaha yako vinapatikana ndani mwako, na ikiwa hauwezi kujifungia chumbani kwako ukafurahi, hiyo ni dalili ya kwamba una tatizo la afya ya akili. Kwa kifupi sana, usitake tupate shida kukufurahisha, na hatupaswi kukusumbua wewe utufurahishe. Kwa kifupi tu ni kwamba usitusumbue na tusikusumbue. Mwambie jirani yako usinisumbue. Jambo la mwisho kinachopelekea wanawake mshindwe kulea watoto ni kutokujua saikolojia za watoto mnaowalea. Nitakupa mifano miwili kumalizia. Cha kwanza, wanawake wengi hawajui saikolojia ya umri wa mtoto. Mtoto wako anakoma kukuona mzazi, na mtoto wako anaacha kukuona mzazi anapofikisha umri wa miaka 13 tu. Kwa mujibu wa saikolojia, mtoto wako akifikisha miaka 13, wewe sio mzazi wake, wewe ni rafiki yake. Wanawake wengi wanasemaga hivi, mtoto kwa mama hakui. Wanaosema hivyo mikono juu tuonane. Wale wanaosema mtoto kwa mama hakui, safi sana, safi sana. Naomba nikuulize swali. Ikiwa wewe una mwanaume hapo nyumbani ambaye kila siku asubuhi anampigia simu mama yake na kumuuliza ushauri mama yake na kumsimulia habari ya ugomvi mliogombana usiku, ni nani miongoni mwenu anafurahia kuwa na mume wa hivyo? Mikono juu.
Wewe unataka mume wako akue kwa mama yake, wewe utaki mtoto wako akue kwako. Wewe nao ni ushirikina. Halo? Mwanao akifikisha umri wa miaka 13 anaacha kukuona mzazi, anaanza kukuona rafiki. Kwa hiyo ni vizuri ukaelewa ya kwamba una muda mchache sana wa kufanya wajibu wako wa kulea mtoto wako. Katika kipindi cha mwaka 0 mpaka miaka 13, hakikisha unaweka kila values na tabia na maadili. Baada ya hapo, huyo mtu uliye naye nyumbani usijaribu kujitutumua, atakuumiza. Ndugu mgeni rasmi, nikupe mfano. Tumekuwa sasa hivi na kesi nyingi sana za watoto wakifikisha miaka 13, 14 huko mjini, huku mara hawapo, wanatoroka nyumbani. Na tunakuta watu wamepostiwa miradi hayo, analia, mwanangu rudi nyumbani, mwanangu jamani, mwanangu imekuaje? Wanawake, mnanisikia? Niseme nisiseme? Mtoto akigoma kuwa mtoto kwako, na wewe goma kuwa mzazi kwake. Haiwezekani mtoto anatoroka yupo kwa wanaume, wewe unalia nyumbani, utakufa na sonona. Huyo anajua anachokifanya. Halo? Wakati mwenzako anajiona mtu mzima, wewe bado unamuona. Hapo ndipo mnapofeli. Kitu cha mwisho, wanawake wengi hamjui ya kwamba ninyi ndio huwa mnaharibu tabia za watoto. Watoto huwa wanatafuta mambo mawili tu kutoka kwa wazazi wao. Jambo la kwanza, wanatafuta umakini wa mzazi, na jambo la pili, wanatafuta kuzingatiwa na wazazi. Mtoto wako anafanya mambo kwa yale tu ambayo anajua akifanya utamzingatia. Anajua hili jambo nikifanya, mama na baba yangu wataacha shughuli zake, watanizingatia. Kwa hivyo hata kama ni tabia mbaya, hata kama ni jambo baya, for as long akifanya utamzingatia, ataendelea kulifanya. Sasa ninaomba nikupe siri ambayo watu wengi wanashindwa kuielewa. Wamama wengi mna tabia hii ambayo mimi naiita tabia mbaya. Mwanao akifanya vema haumtazami. Mwanao akifanya vema haumwangalii. Mwanao akitoa sahani baada ya chakula haumsifii. Mwanao akifanya usafi haumwangalii. Akifanya homework haumsifii, uko busy na simu yako. Lakini mwanao akining'inia kwenye feni, unaruka. Mwanao akining'inia kwenye dirisha, unaruka. Mwanao akivunja sahani, unaruka. Unatengeneza mtoto ambaye anaamini mama yangu nikifanya vema hajali, lakini nikifanya vibaya ananizingatia. Matokeo yake tumekuwa na watoto wakorofi, watoto watundu, watoto wasio na adabu, kwa sababu anajua ili wazazi wangu wanizingatie lazima niwe mkorofi. Leo hii nimetoka Dar es Salaam na nina zawadi nzuri kwa ajili yako. Katika hayo mambo matatu niliyosema, kwa sababu ya muda, ninaomba kutoka Serengeti, kutoka Rorya, kutoka Musoma mjini, ukiondoka katika uwanja huu, viko vitabu vizuri ambavyo nimekuja navyo, na niliomba timu yangu iweze kuvifikisha hapa kuwasaidia, kwa sababu ya muda wangu ni mdogo kupata hayo maarifa. Nina kitabu kinaitwa Usichokijua kuhusu malezi ya watoto, nimeongea kwa sehemu. Nina kitabu kinaitwa Usichokijua kuhusu wanaume, kwa wewe ambaye unachanganywa sana na wanaume, unatakiwa kuwajua. Lakini kuna kitabu kinaitwa Usichokijua kuhusu moyo mgumu, tiba ya tatizo la afya ya akili. Katika hapo ulipokaa, wako wahudumu ambao watapita kukusaidia kuvipata hivi vitabu. Ili uvipate hivi vitabu kwa kweli ni gharama sana kwa Musoma, sio chini ya 70,000. Lakini leo utavipata kwa bei rahisi sana, ili kwamba uondoke navyo uende nyumbani. Ponya watoto wako, ponya familia yako, ponya ndoa yako, ponya afya yako ya akili, na Mungu wa mbinguni akubariki. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Gelo
Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.